Kachiwili, habari? Safi, mambo. Safi, uko poa kabisa. Alhamdulillah. Kwema? Saumu inapanda. Kama kawaida. Ustaz. Sasa ligi ilisimama kwa sababu kupisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini pia kwa lazima. Sasa watu wengi wanatamani kufahamu zaidi kwamba ligi itaanza lini, lakini pia namna ambavyo nyinyi mmejipanga kama bodi ya ligi kuhakikisha kwamba ligi inaendelea vizuri na kuisha salama kabisa. Actually kweli ligi ilisimama kupisha mfungo mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sasa tukiwa tunaelekea mwishoni mwa mwezi mtukufu, tuna matarajio ya kurejea kwa ligi yetu rasmi tarehe 28 mwezi wa tatu, ambapo utakuwa ni mchezo wa kwanza, na baada ya hapo tutaendelea katika ile mizunguko kumi ambayo imesalia. Matarajio yetu sisi ni kuwa na ligi bora zaidi. Tumeshacheza mizunguko 20 katika ligi zetu zote mbili, kwa maana ligi ya kanda, ligi daraja la kwanza kanda Unguja na Pemba, lakini pia kwa ligi kuu ya Zanzibar PBZ Premier League. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha tunakuwa na ligi bora ambayo inaleta ushindani na kumpata bingwa haswa wa PBZ Premier League. Yes, lakini ligi kabla haijasimama kulikuwa kuna matukio mengi ambayo yametokea. Nyinyi kama bodi ya ligi mnahakikisha kuja mmekaa kwenye vikao vyenu kuhakikisha kwamba hatakuja kurejea tena, lakini pia kipi ambacho labda mnakuja mnakitoa kwa mashabiki kuhusiana na kumpiga mwamuzi ama lugha chafu ama pia timu ambazo zinacheza sometimes kwa zinavunja sheria na kanuni? Kanuni tumeiweka kwa ajili ya kuhakikisha tunaifanya ligi yetu kuwa bora katika uongozi. Kwa hiyo sisi mara nyingi tunachofanya ni kufuata kanuni, lakini kabla ya kufuata kanuni huwa tunapata nafasi ya kuzungumza na vilabu. Mathalan, baada ya ligi kusimama, tuliitana kwa ajili ya kufanya tathmini ya kuona maeneo gani alikuwa na mapungufu na ni vipi tunaweza kufanyia kazi. Kwa hiyo tulikutana na vilabu na mambo mengi tuliyozungumza. Kwa kiasi fulani ilichochea kupunguza zile baadhi ya ghasia ambazo zilikuwa zikijitokeza katika hatua ile ya awali, lakini tunaendelea kuvikumbusha vilabu kuheshimu na kufuata kanuni za mpira wa miguu. Mpira ni fair play, si sehemu ya watu kuja kufanya fujo, kuja kutoa lugha mbaya za matusi na vitu vingine ambavyo haviridhishi. Kwa hiyo tuna matarajio ya kuwa na ligi bora katika hii mizunguko 10 ambayo imebaki, na kuhakikishia tunakwenda kuwa na ligi bora sana, kwa sababu kanuni ziko wazi. Matukio ambayo yatakuwa yakijitokeza huwa tumekuwa tukiyachukulia hatua na tutaendelea kuchukua hatua zaidi, ingawa si jambo ambalo limekuwa likitufurahisha, lakini inatulazimu kufanya hivyo pale ambapo kutatokea uvunjifu wa hizo taratibu. Yes, tumeona kuna kwenye ligi ya Zanzibar sasa hivi mpira unazidi kukua na unakuwa kwa kasi zaidi, na tunategemea kutakuwa kuna wadhamini zaidi kwenye ligi. Kwa hivi sasa tunaona kuna wadhamini wawili. Kuna sponsor of broadcasting, lakini pia kuna sponsor title wa ligi. Tutegemee uwepo wa wadhamini wakubwa zaidi? Matarajio yetu ni kuwa na wadhamini wengi zaidi, na ndicho ambacho tunapambana kuhakikisha tunakifikia, lakini kumekuwa na changamoto mbili tatu. Lakini matarajio yetu kwa mazungumzo ambayo tumekuwa tukifanya na baadhi ya taasisi, msimu 26-27 unaweza kuwa ni sehemu ya msimu ambao unaweza kuongezeka kwa wadhamini ambao watakuja kuongeza nguvu na kuifanya ligi yetu kuwa bora zaidi. Kikubwa ambacho tulikuwa tunakitafuta ni kuhakikisha tunapata value ya ligi, kwa maana ile thamani, na tayari utaratibu ama mchakato umeshaanza kutafuta thamani ya ligi, na baadaye sasa tutapoenda kuiuza hii bidhaa ya PBZ Premier League, tunaenda kuiuza tukiwa tunajua thamani halisi ya ligi yetu, ambayo hii itatusaidia sasa tunapokutana na mfanya biashara tumwambie anaenda kufanya biashara na mtu wa aina gani. Kachiwile, wewe ni miongoni mwa maafisa habari ama kwenye bodi ya ligi. Tunaona sasa hivi msimamo wa ligi, yeyote anaweza kwenda kuwa bingwa katika michezo hii 10 ambayo imesalia kwa hivi sasa, na ligi yetu imeweza kukumbwa na changamoto za upangaji wa matokeo. Kwa huko sisi nasema sio kubeti, ni upangaji wa matokeo. Kwa taswira hii ya hivi sasa, namna ambavyo chati nzima inaonyesha ama table inavyoonyesha, mmejipangaje kuhusiana na kuzuia hivi vitu? Nafikiri hizi changamoto kwa kiasi kikubwa zilijitokeza kwenye michuano ya FA. Kwenye ligi bado hatujakutana na hiyo scenario direct ya kuona kwamba timu zimepanga matokeo, na kama ingetokea ama ikitokea hivyo na tukapata ushahidi, kanuni yetu sisi iko wazi kabisa, na tunaweza kuchukua hatua kubwa sana ambayo inawezekana mtu atakafungiwa maisha kujihusisha na soka hapa Zanzibar. Kwa hiyo sisi
tunajitahidi kwa nafasi yetu pale ambapo tutaona kuna viashiria kwa namna yoyote, tunaviita vilabu ambavyo vimekuwa vikishiriki huo mchezo na kuvipa tahadhari mapema kwamba isije baadaye ikaja tukaanza kuoneana muhali. Kwa hiyo tunachukua hatua hizo lakini mpaka sasa hivi tunashukuru tumefikia katika hii mizunguko ambayo tuko nayo, kwa maana mizunguko 20 hatujakutana nayo changamoto ya upangaji wa matokeo. Swala la kuwepo kwa betting ni swala ambalo pia tayari nalo limeshaanza kufanywa kazi kupitia ZFF na soon watakuja kutoa taarifa nyingine baada ile awali ambayo ilikataza hizi kampuni kuweka betting. Sasa taarifa ambayo itakuja kutoka nyingine nadhani itakuwa ni katika hali ya ubora zaidi, na lengo letu sisi ni kuona ligi yetu inatoka huko katika hizi kampuni za betting, kwa sababu hatujakuwa na makubaliano hayo, na actually nchi yetu pia kwa sheria na taratibu zake hairuhusu sisi kuwa na betting. Kwa hiyo hatufurahishwi na hicho, kwa sababu ligi yetu bado changa na ndio imekuwa sasa ikitumika vibaya katika masuala hayo ya betting, jambo ambalo kwetu sisi halitufurahishi na linadumaza pia ukuaji wa mpira. Tumeona katika ligi nyingi ambazo zinaendelea hivi sasa kuna michezo ambayo inapigwa usiku, lakini kwa Zanzibar bado hatujaona baadhi ya michezo ambayo inaweza kupigwa usiku majira ya saa 1, saa 2. Kuna changamoto gani ambazo labda inapelekea hivyo, ama bado bodi haijakaa sawa bin sawia kwenda kuhakikisha kwamba michezo inaweza kwenda kupigwa majira usiku? Nafikiri changamoto sana ni miundombinu ya viwanja ambavyo tunavitumia, bado taa zake hazikizi vigezo vya kucheza usiku kwa ligi kuu. Ndio maana unaona mechi nyingi ambazo zinachezwa ni za vijana kwenda kujifurahisha na vitu kama hivyo, lakini tutapopata haswa viwanja mathalan Mawei na Maubi ambavyo tunavitumia taa zikaongezwa, mazingira yakawa bora zaidi, basi ligi itachezwa usiku. Changamoto ni taa. Sawa. Changamoto gani ambazo mmekutana nazo kabla ya kusimama kwa ligi? Hakuna changamoto yoyote. Ligi inaposimama kwetu sisi bodi ya ligi watu simami, bado tunakuwa tuko kazini kuhakikisha kila kitu ambacho pengine kilikuwa kina mapungufu tunakifanyia kazi kwa wakati huo. Lakini pia tumekuwa tukiwa na vikao vya mara kwa mara kuhakikisha tunakwenda kumaliza ligi yetu vizuri, na matarajio yetu pia ni kuhakikisha ligi inaisha vizuri. Rai yako kwa mashabiki lakini pia na viongozi na timu nzima kiujumla kuhakikisha kwamba wanaenda kumaliza salama ligi zao, kuto kusimamishwa ama kufungiwa? Kumekuwa na mwamko mzuri sana wa mashabiki kwenye ligi yetu kwa sasa hivi, ukilinganisha na miaka 2-3 nyuma. Mwamko umekuwa ukipanda siku baada ya siku. Kwa hiyo tuendelee kuwakaribisha mashabiki kuja enjoy sio yenye tunaita show za PBZ Premier League, lakini kikubwa pia ni kuwa na utulivu, kuto kujiingiza katika vitendo ambavyo vitapelekea uvunjifu wa amani ama uvunjifu wa kanuni zinazoendesha mashindano yetu. Tunahitaji kuwa na ligi bora. Sisi watu tumekuwa tukisifika kwa huo ustaarabu. Kwa hiyo si matarajio yetu kusikia lugha chafu katika maeneo ya viwanja, lakini pia hatutofurahishwa kuona kukitokea vitendo ambavyo sio vya kiwana michezo katika ligi. Chule ni kupigisha short kidogo. PBZ ama ligi ya Zanzibar pia imeweza kusimama kutokana na michezo ya kimataifa na ratiba nyingine ambazo zimeendelea, Mapinduzi Cup na ratiba kadha wa kadha ambazo zimeendelea. Why PBZ inaweza kwenda kumaliza ndani ya wakati wake? Ligi yetu sisi inamaliza kwa wakati. Unajua kuna changamoto ambazo pengine wenzetu wanakutana nazo kwenye ratiba zao. Hasa ligi ya bara ni kwa sababu wanacheza katika maeneo ya mbali. Unaweza kukuta timu labda inatoka Lindi na Mungu inaenda kucheza Mwanza. Kwa hiyo wao wanakuwa na hizo changamoto za upangaji wa ratiba. Lakini sisi mechi zote wenyewe zinapigwa Shimoni hapo Maubi na Maubi. Hakuna timu ambayo inasafiri umbali mrefu kwamba itatoka asubuhi kwao ije ifike uwanjani jioni au ifike Mau kesho. Kwa hiyo kwetu sisi hiyo ni advantage kubwa sana, na ndio maana umekuwa unaona ligi yetu sisi huwa haichelewi. Na nikwambie tu sisi sasa hivi tuko kwenye mzunguko wa 20. Tuna michezo 10 imebaki. Wenzetu hapo kwenye mzunguko wa ngapi ukiangalia ligi yao? Yes, kwa takriban 17. Yes. Manake ukiacha wao kuwa wanaendelea mpaka kipindi hiki cha Ramadhani, lakini bado hata Ramadhani ikisha watakuwa hawajatufikia sisi ambao tayari tuna michezo 20. Kwa hiyo unaona ni kwamba na timu ziko sawa, wao wana 16 na sisi tuna 16, au sio? Kwa hiyo sisi ligi yetu itaisha mapema na kwa wakati kabisa. Na hapo kumbuka tutakuwa tuna break nyingine kipindi cha muungano. Tutakuwa tuna break baada ya mizunguko miwili kupisha michuano ya FA, lakini tunamaliza mapema. Kwa hiyo sisi ratiba yetu imejipanga vizuri sana. Na
naweza nikasema ni kitu ambacho tunajivunia ni kuwa na miundombinu katika maeneo rafiki. Chile, inawezekana hili swali nakuuliza kama nakuonea, lakini nadhani utakuwa una za ndani. Muungano Cup tarehe 21 na miongoni mwa timu mpaka hivi sasa ziko timu 8. Kuna uwezekano wa kuongezeka kwa timu kama ilivyokuwa kwenye Mapinduzi Cup, lakini je, Muungano Cup itapigwa hapa? Maana msimu uliopita ilipigwa Pemba. Sehemu ya kupigwa sasa hiyo ni baadaye itatangazwa, lakini ya kuwepo kwa timu 8 ni vitu vya kawaida, kwa sababu ni swala ambalo lipo kikanuni, yani ipo kwenye kanuni ya mashindano ya muungano wenyewe kwamba timu 4 zilizoshika nafasi ya 4 katika msimu uliopita ndizo ambazo zitacheza mwaka huu. Kwa hiyo hiyo imejipanga tu, yani wala uhitaji kuwaza sana, yani msimu wa mwaka huu huku timu zilizoshika nafasi 4 za juu ndizo zitacheza na zilizoshika 4 za juu kwenye NBC Premier League ndizo ambazo zitacheza. Kwa hiyo yani sio jambo ambalo lilipo kwenye kanuni ya mashindano ya Muungano Cup. Kwa hatutaona timu zikiongezeka. Haziwezi kuongezeka timu kwa sababu kanuni inataka hizo timu 8.